Kilio ya mapikipiki, nikatoka nikaona hii gari ambayo inafukuzwa na pikipiki. Haini sikujua matokeo imetokea. Gari imechafuka sana kwa sababu unaonekana kuna ubongo nje ya mlango. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapa ni katika kijiji cha Kiranyi, kata ya Kiranyi, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti tukio la gari moja aina ya RAV4 ambayo gari hii imetelekezwa katika eneo hili la barabara hii ya kuelekea Ngateo, ambapo inaeleza kwamba nyakati za usiku ilisababisha ajali na kusababisha kifo cha mtu, ambapo mwili wake kwa sasa uko katika chumba cha kuhifadhia maiti. Lakini wananchi walishangazwa na tukio hili kwa sababu gari hii haikufahamika mwenyewe. Kwa hiyo nao wakatoa taarifa katika vyombo vinavyohusika, kwa maana kwamba polisi, usalama barabarani walifika hapa na watu ambao wanahusika na kuvuta gari hiyo wakaja kuivuta na kuipeleka katika kituo cha polisi. Lakini inaeleza kwamba ajali hii imetokea usiku kama saa 8 kuelekea saa 9 katika barabara kuu ya lami, na kwa mujibu wa moja ya shuhuda anaeleza kwamba yeye majira hayo ya usiku ni mlinzi katika moja ya barabara ya White Rose. Sasa gari hiyo ilikuwa na kasi kubwa ikiwa inakimbia kuelekea ukanda huu wa juu, huku inakimbizwa na bodaboda ambayo inaeleza kwamba iligonga mtu. Kwa hiyo bodaboda hao walikuwa wanafukuzia gari hiyo. Tumezungumza na moja ya chanzo cha taarifa kikieleza kwamba kuna mwili wa mtu ambao ulipelekwa mochari majira ya saa 9 ikiwa umepasuka kichwa, na gari hii ambayo iko katika eneo hili inaonekana ina masalia ya ubongo wa mtu kwenye vioo na sehemu za milango pamoja na kwenye steering ya gari. Mimi naitwa Saitoti Langotonya. Nilikuwa kasibu pale ya White Rose saa 8 kasoro, nilisikia kilio ya mapikipiki, nikatoka nikaona hii gari ambayo inafukuzwa na pikipiki. Haini sikujua matokeo imetokea. Niliona tu magari yakipita barabarani na mapikipiki wakifuata. Ndio sasa nilipokuja hapa nikaona, nikasema kwani ni gari ndio ilikuwa inafukuzwa na mapikipiki? Ndio, kwa hiyo sikuwa na zaidi sana. Niliona tu akinipita kazini tu akaenda. Sijaona vile amegonga. Nimeona tu amepita rafu kabla sijafungua geti. Sasa nikakutana na mapikipiki, sikuongea na mapikipiki kwa sababu nao wanakimbia akipiga mahoni yao. Niliona kuna mtu ambaye aliuliwa kwa sababu ni hatari sana. Alikuwa sasa amegonga mapikipiki, ndivyo sasa akafuata. Hii imetoa ajali kabisa. Naona wameua mtu kabisa. Hatujui sasa itapatikana wapi. Hii ni ubongo, naona ni ubongo. Nilipoangalia vizuri ni kama ubongo. Pale kwa kioo ni kama kichwa ndio imegonga. Kichwa mtu kabisa. Jina langu naitwa Melei ya Mairoto, balozi ya eneo ya Kiranyi, kitongoji cha Kiranyi. Asubuhi nilipodamuka mnamo saa 1 hivi nikaitwa kwamba kuna gari ambayo iko hapa mtaani kwako. Ndio nikaja nikakuta jamaa mmoja, tukaangalia, kwa kweli kaona gari aliua. Gari imechafuka sana kwa sababu unaonekana kuna ubongo nje ya mlango. Kwa kusema ukweli sijaona kwamba, sijajua kwa sababu na pia nimeitwa. Wito wangu ni kama inavyopigiwa polisi simu, labda waje waamue atakalo ifanyia kazi. Mimi naitwa Michael Wavi. Nimekuta tu gari muda kama saa 9 mimi imetelekezwa hapa. Haikuwa na mtu. Imepata ajali, imegonga.